Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe kwenu. Ndugu wapendwa, baada ya kuiandaa mioyo yetu tangu mwanzo wa Kwaresma kwa njia ya toba na matendo ya mapendo, tunakusanyika leo ili tuanze kumbukumbu pamoja na kanisa zima fumbo la Pasaka ya Bwana wetu, yaani mateso na ufufuko wake, alipoingia katika mji wake wa Yerusalemu ili alitimize. Kwa hiyo tumfuate Bwana wetu tukifanya kwa imani yote na uchaji kumbukumbu ya lile tendo lake lenye kuleta wokovu la kuingia Yerusalemu, ili baada ya kushiriki msalaba wa neema yake tushiriki pia ufufuko wake na uzima wake. Tuombe. Mungu, utuongezee imani sisi tunaokutumainia wewe, na uyasikilize kwa huruma maombi yetu. Nasi ambao leo tunamwinulia Kristo mtukufu matawi kwa shangwe, tupate kuunganika naye ili kukutolea wewe matunda ya matendo mema, anayeishi na kutawala milele na milele. Hosana, Hosana kwa mwana wa Daudi. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako ee Bwana. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinacho wakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye. Wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana ana haja nao, na mara hiyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye amepanda punda, na mwanapunda mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka
nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Neno la Bwana. Tunakianza kipindi maalum cha Juma Kuu ambacho kitahitimishwa na maadhimisho ya kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndo Pasaka ya Bwana mfufuka. Tumeianza Jumapili hii ya matawi kwa kuyabariki hayo matawi, na tukiwa na matawi hayo tumekuwa na maandamano. Kwanza tangu huko ambako tuliyabariki matawi hayo, tulianza kumshangilia huyo Kristo na Bwana mfalme wetu, tukiimba Hosana kwake yeye huyo mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Ndugu zangu, hatuendi kukumbuka tu hiyo historia ya hayo yaliyofanyika miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Hatuadhimishi hicho ambacho kimefanyika wakati ule. Sisi kama Wakristo ambao tumependa tumfuate huyo, tunayakumbuka hayo, tunayasoma hayo ambayo yalifanyika wakati ule. Tunapenda kwa namna pekee, na hasa katika kipindi hiki cha Juma Kuu, tuingie katika tafakuri hiyo nzito ya kumfahamu vizuri zaidi huyo Kristo na mkombozi wetu, Masia aliyetukomboa kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Tunapenda tena sisi kwa furaha kama tuliyokuwa nayo hapo, tumhakikishie na tuhakikishie wenzetu wote, tunahakikishie ulimwengu kwamba ndiye huyo Bwana ambaye sisi tunamfuata, tukimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa neema yake tumeweza kuzaliwa tena kwa mara ya pili, kupitia kwa neema yake, kwa nguvu ya huyo Roho Mtakatifu tuliahidiwa na huyo mwenyewe Kristo ambaye tunamkiri leo, na tunapenda tumfuate na tunapenda tuishi maisha yale ambayo yeye mwenyewe kaja kayafunua, akifunua mpango wa Mungu na mapenzi yake Mungu kwetu sisi wanadamu. Na hayo ndio sisi tunataka sasa tuyafuate, yatuongoze, lakini tukimhakikishia kabisa kwamba wewe tunayekufuata, wewe tunayekushangilia, tunapenda tusikukane, tunapenda tusikuaibishe, tunapenda tusikuonee aibu, tunapenda tuwe nawe na wewe uzidi kutuongoza na uzidi kutukomboa milele yote, tukiwa tumeungana na wewe mpaka hapa utakapokuja kutushirikisha katika huo utukufu kama ulivyoupata wewe mwenyewe baada ya kufuka,
baada ya kuyashinda hayo mauti. Ni juma kuu ambalo lina mengi ya kuona, lina mengi ya kutafakari. Lakini pamoja na kutafakari hayo na kuyaona hayo na kuyasikia mengi tutakayosikia, na hasa katika zile siku tatu kuu muhimu, hiyo Alhamisi Kuu na haya yatakayofanyika hapo, upendo wa Mungu Baba utakapoonyeshwa kwa namna ya pekee kwa hilo atakayolifanya Bwana wetu Yesu Kristo la kujitoa yeye na kuhakikishia kwamba yeye ni mtumishi, akitualika na sisi tu watumishi. Amri kuu ya mpendo ataitangaza yeye hapo, na sisi tunapenda tufuate mfano wake, tujawe na huo upendo, na upendo huo twende sasa tukautoe kwa wengine. Tutashiriki katika ibada hiyo ya Ijumaa Kuu. Yatarudiwa sasa hayo tuliyosomewa leo, hayo mateso, na nisingelipenda kuingia ndani kabisa kwenye haya ambayo atakuja tena kuzungumzwa na kuletwa kwetu itafakari zaidi kwa kina jinsi alivyotukomboa huyu Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye tunapenda sasa tumfuate, tunamkiri kwa namna ya pekee, na tunataka tuongozwe na hayo ambayo atakuwa anasoma kwetu. Tutashiriki tena katika siku hiyo ya ufufuko kuanzia kwenye Vigilia, Jumamosi Kuu kwenda Jumapili ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tunapenda leo kuongozwa na hayo masomo. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya, hiyo sura ambayo imetukumbusha utabiri wa Isaya wa huyo mtumishi wa Bwana na ambavyo angelikuwa. Kwa kweli huyo mtumishi wa Bwana ambaye Isaya alimtabiri, anayemzungumzia leo tuliyomsikia, ndio huyo baadaye anakuja kusema na huyo Paulo katika waraka wake huo kwa Filipi, kama tulivyosikia, huyo mtumishi mnyenyekevu. Katika somo hilo la kwanza tunamsikia huyo mtumishi alivyo, uaminifu wake aliokuwa nao, ambaye yeye huyo hakuogopa lolote. Yeye huyo mtumishi wa Bwana alikuwa tayari kuteseka, kupigwa, kama tulivyosikia alivyowategea mgongo wake hao wapigaji au wabaya wake, akawatolea uso wake bila kuogopa fedhea na bila kuogopa kutemewa mate. Ni mtumishi wa Bwana huyo, ndiye huyo ambaye baadaye Paulo katika waraka wake wa Filipi, hiyo sura ya 2 mstari wa 6 na kuendelea, atamsema sasa anavyofanya yote hayo kwa unyenyekevu vile vile na utii. Huyu aliyejishusha, ambaye pamoja na kwamba alikuwa Mungu lakini hakujikandamiza, hakujishikiliza kwenye huo ukuu aliokuwa nao tangu mwanzo, hata kabla ya kuumbwa na ulimwengu huu. Akajishusha, akatoa mwili wetu. Tunafahamu hayo, umwilisho huo, tangu tulipoadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo anayetoa mwili, anayejishusha, akajitoa, akatoka katika hayo ya ukuu, akashuka chini, lakini kwa sababu moja hii ya kutaka kuja kutukomboa sisi. Huyu ambaye Paulo anasema vizuri alivyokuwa, baada ya kutoa mwili basi akaja kuteseka, na sio kuteseka tu, bali akaja kutukomboa sisi kwa kifo cha msalaba. Na kwa namna hiyo ndiye akaja kupata sasa huo ukuu. Mungu akaja kumuinua, akampa jina ile kuu kuliko majina yote, na vitu vyote vya ulimwengu na duniani na chini ya nchi vitalitaja jina lake, kama ndiye Kristo Bwana huyo.
Ndiye Yesu Kristo huyo aliyekuwa mwaminifu, akaifanya hiyo kazi kwa mateso, kwa kupigwa, aliyejishusha huyo na akawa mnyenyekevu katika utii huo, na kweli Mungu akaja kumtukuza. Leo tunajiuliza sisi ambao tumemshangilia tangu tulipoanza maandamano yetu mpaka hapa kanisani, tukanyanyua matawi yetu juu huko, sijui kama tulikuwa tunafahamu kwamba tunataka sasa tujifunge zaidi na zaidi kwa huyu Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, na hakuna kitu kingine ambacho kitakuwa kinamzidi yeye, kama ni kukiri imani yetu katika Mungu wetu mmoja, ni Mungu huyo wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetukomboa sisi. Tumefanya hilo. Leo ndugu zangu, na waalikeni, baada ya kuyasikia hayo ya sifa hizo alizokuwa nazo kutoka kwenye somo hilo la kwanza lilokuwa na yatabiri hayo ambayo yalikuja yakatokea baadaye, Isaya aliyoyasema ya mtumishi huyo wa Bwana, na hayo ambayo Mtume Paulo aliyasema kuhusiana na utii wa huyo Kristo aliyejishusha na baadaye Mungu akamkweza, akamtukuza. Tunapoingia katika tafakuri hiyo nzito katika juma hili takatifu, naomba tuongoze sasa na yale ambayo yameletwa kwetu kutoka na simulizi hilo la mateso, kama alivyoyafikisha kwetu huyo Mathayo, kutoka katika Injili ya Mathayo. Ijumaa tutasomewa injili ndefu na mengi ambayo yatatoka katika mwinjili Yohana. Leo niseme tu machache kuhusiana na hicho ambacho inabidi sisi tuamue sasa. Tuwatizame hawa ambao walikuwa natajwa katika hiyo historia, haya yaliyofanyika kuanzia kwa Pilato mwenyewe. Tujiulize kama na sisi tunataka kuwa kama huyo Pilato au hapana, kuwa na woga, kuwa na aibu, kushindwa kuamua, au tunataka tusiwe na woga, tuwe kama Yesu Kristo mwenyewe ambaye hakuwa na aibu, toa uso wake bila matatizo, temea mate, sina shida. Tunajiuliza sisi tunaenda upande gani? Upendo wa Kristo umeonekana vile vile katika hao ambao walimfuata. Tunamsikia huyo Simoni wa Kirene ambaye alichukuliwa na akawa tayari kwenda kumsaidia Bwana wetu Yesu Kristo kubeba huo msalaba. Je, sisi tuko tayari kuwa na upendo kama huo wa kwenda kuwasaidia hao ambao wana mahitaji? Na katika kufanya hivyo tutakuwa tunamsaidia Kristo huyo ambaye alikuja kuonesha upendo kwetu sisi, tukawasaidia hao wenye shida bila kuogopa, kwa sababu yeye alipoambiwa akamsaidia Yesu, akaanza kuleta vita, akaanza kupigana nao, kubishana nao, hapana. Na yeye alikuwa mpole, Simoni wa Kirene. Na hilo inabidi tulifahamu. Hata Kristo mwenyewe anapoingia Yerusalemu, anaingia ni mfalme wa amani. Hiyo nilikuwa sikuisema, lakini ni sifa ambayo anaionyesha alivyoingia kwa upole wake, bila kuja na fujo, bila kuja na vurugu, pamoja na kwamba alijua kinachoenda kutokea sasa. Je, sisi tuko tayari kuwa wapole? Tuko tayari kwa wenye upendo huo kwenda kuwasaidia wengine? Tuko tayari kuleta amani hiyo ambayo kama tunavyofahamu sasa hivi ulimwenguni na kwenye maeneo yetu, shida hizo tunazokutana nazo, hiyo amani inapokosa, badala yake ikawa ni vurugu, ikawa ni vita, ikawa ni magomvi, ikawa ni kutoelewana, tangu kwenye familia zetu, sehemu zetu za kazi, maeneo mbalimbali, kwa upendo ukakosa wa kusaidiana, mimi na mwenzangu tukasaidiana, tukaona namna gani tutaishi. Je, sisi tuko tayari kwa kinyume kabisa na hao majizi
ambayo yalisulubiwa pamoja na Kristo. Kwa wote baadaye kuna mmoja ambaye atakuja kufanya vinginevyo, lakini walivyomdhihaki wakamtukana huyo Yesu. Sisi tukoje? Tunamtukana huyo Yesu. Hatujaongelea mambo ya kina Petro, tutayasikia Ijumaa. Mambo ya Yuda tutayasikia Ijumaa. Lakini kwa hawa majizi wametajwa hawa, sisi tuko tayari kufunga midomo yetu, tukakaa chini, tukatafakari, tuseme hapana, huyo amekuwa hivi, hakustahili kutendewa hivi, ilibidi wamtengenee vinginevyo. Badala yake tunaenda kushiriki katika kuyaleta hayo ambayo ni vurugu, kuchochea, kuweka moto, na badala ya kuona kwamba yanakuja hayo yenye kuleta amani na upendo, inakuwa ni hasara tupu inayoingia. Majizi wanafanya hivi. Je, sisi tumekuwa kama hawa wakuu wa makuhani na waandishi ambao nao wanaenda kumchekelea huyu ambaye kwa vyovyote walishamuona kama yeye anakufuru na kutaka kumuona aliyefanya kinyume na tamaduni zao na sheria zao za zamani hizo walizokuwa wanazifuata. Sisi tuko wapi? Tunamhukumu huyo kwa lile ambalo amelifanya ambalo ni zuri, au tunakaa kimya tukitafakari na kuona kwamba hilo linalofanyika ni zuri au ni baya? Na wengine wengi tuliowasikia waliofanya mazuri kama huyo, hata Yusufu aliyetoa kaburi lake aende kuzikwa huyo Bwana wetu Yesu Kristo, kama hawa kina mama Maria Magdalena na yule Maria mwingine ambao walibaki katika kusali wakiomboleza, wakafuata mpaka mwisho kuona ni kitu gani kitatokea, na hakumwacha Bwana wetu ambaye aliteseka amba msalabani na kafa akaenda kuzikwa. Tujiweke katika hali ya kujiuliza na kufanya tafakari hiyo kubwa katika kipindi chote hiki cha juma hili, Juma Kuu ambalo tunalianza leo, na tumuombe Mungu Mwenyezi atusaidie, atushushie neema zake zituongoze, ili kweli tuzidi kuimarika katika imani ya kumfuata huyu Bwana wetu Yesu Kristo, lakini sio tu kwa majina kama Wakristo au katika ibada ambazo tunahudhuria kwa wingi, lakini iwe ni katika kuyatenda yale sasa ambayo Kristo mwenyewe aliyafanya, tukiongozwa na upendo wa pekee alioonyesha kwetu sisi, upendo uliomfanya yeye akubali kwa unyenyekevu na kwa utii ateseke, jua atakufa na amekufa msalabani, lakini akijua kwamba yote aliyokuwa anayafanya ni kwa sababu ya kutukomboa sisi, na kwa mateso yake na kifo chake ametondolea dhambi, kama maneno matakatifu yanavyosema, ameziondoa dhambi zetu na sisi tumekombolewa. Tumsifu Yesu Kristo. Hosana, Hosana kwa mwana wa Daudi.